Sasa kanisa la Mungu wakati aliitwa na Mungu na akateuliwa akapewa kazi ya kuhubiri neno lile nzuri, Paulo ile nguvu ambaye alikuwa anatumia kutesa kanisa la Bwana, alitia nguvu zaidi ya ile alivyokuwa anatesa kanisa la Bwana, akatia nguvu ya kutenda kazi ya Bwana. Na hali ya Paulo ya kuhubiri neno la Mungu ikakuwa ni nzuri zaidi kuliko vile alivyokuwa anatesa kanisa. Hivyo kumalizia kwa Paulo ikakuwa ni kuzuri sana. Kumalizia kwa Paulo ikakuwa ni ya maana na faida kwa watu wengi. Kwa wengi ambao walikuwa wamefungwa katika utumwa, wale ambao walikuwa wametenganishwa na huu ujumbe mzuri wakawa ni wa kumalizwa. Kubadilika kwa Paulo ikakuwa ni msaada mkubwa sana. Na Paulo akiwa mzee sana, akiwa malizia kuhubiri, akiwa amehubiri kanisa nyingi na watu wengi wakaokoka na wengine wakaoponywa. Na hiyo ni injili ambayo tunasikia siku ya leo, ambayo alikuwa anahubiri pale Korintho, akafanya hivi na akafanya vile. Na akiwa ametenda hivyo vyote, akiwa mzee mkongwe, alikuwa ameanza kuhubiri na hapo mbakisha lingine. Akafikiwa na wakati akawa na hofu wa moyo wake. Kuna wimbo tunaimba hivi: ya kwamba Paulo akiwa mkongwe sana, akiwa maliza kazi, akawa na huzuni kwa ajili ya uhai wake, akawa na ombi mpya kwake Mungu. Akasema hivi: Mungu, siwezi taka kuwa ya kwamba nitafikisha watu na wakafika wakapewa uzima wa milele, lakini mimi nikosekane katika ule uzima wa milele. Akawa na huzuni kwa ajili ya uhai wake wa milele. Paulo akasahau na sifa kwa ajili ya zile kanisa alikuwa amehubiri. Paulo akasahau miujiza ambayo alikuwa ametenda kwa mikono yake akiwa amewezeshwa na Mungu. Akasahau na majina makubwa ambayo alikuwa amepewa za mtume ama nabii, yote akasahaulika. Akaweza kuhuzunika kwa ajili ya uhai wake. Ni kwa sababu alisema, siwezi taka kuwafikisha watu. Ni kwa vile nimeenda gharama, nikawapea habari ya Kristo, wakaisikia na wakaishikilia, na wakaenda wakagawia uzima wa milele, na mimi mwenyewe nikosekane pale. Akahuzunika kwa ajili ya ile hali. Mtu wa Mungu, inahitajika wakati unafika, unasahau na mambo mengi na mazuri yote, ukahuzunukia moyo wako. Inafika wakati unakosa kujalishwa na mambo yote ambayo yanatendeka, yale ambayo yanaongewa na hayaongewi. Unakuwa na huzuni kwa sababu ya moyo wako. Bwana asifiwe.
Ninamuomba Mungu anisaidie kumalizia kwangu kuwe kwema zaidi, kwa sababu kuna wengi waliotangulia katika maandiko takatifu ambayo tunasoma. Samsoni alikuwa, Yehoshafati alikuwa, hata Suleimani alikuwa, hata wengine wengi walikuwa, wengi ambao walikuwa shujaa ndani ya Mungu, lakini walimalizia walimalizia vibaya, walimalizia wakiwa kando na Mungu. Ninaomba Mungu kumalizia kwangu kuwe kuzuri zaidi. Bwana apewe sifa. Huo ndio ushuhuda wake. Anataka tuingia katika neno la Mungu ili ambaye anasikia Mungu amemsaidia siku ya leo na atakimbia. Hivyo basi kubali kwenda pamoja kwa haraka nasi. Hatasoma maandiko mingi vile tumezoea, atasoma andiko moja, kwa sababu hayo mengine mawili atakutajia wewe usome. Anataka tusomewe katika neno la Mungu katika Samueli wa kwanza 17 mlango wa 17 kuanzia hapo 15 na 17. Kwa ajili ya hao 15 mwanzo wa 11. Samueli wa kwanza 17 15 17. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 15 na 17. Nitasoma. Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe Filisti hukaribia asubuhi na jioni, akijitokeza siku 40. Ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe, haya sasa uwachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako. Amen. Endelea ufikishe 24. Ukampelekee akida wa elfu yao jibini hizi 10, ukawaangalie na hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitoa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga, jeshi hili likabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akakimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gadi, jina lake Goliathi, akitoka katika jeshi la Wafilisti. Akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Tashoka uletwa didi kalaidika ukamwisho au katika Daudi akikigwa aya ya 23 kamstari kamwisho. Akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Akasema maneno yale yale, akiuga deto oishio nake Daudi akigwa ohoro ucio, naye Daudi akasikia yale maneno. Jehova Ngai ida wa mwathani witu Yesu Kristo Ngai mwathani yawe agushokia arone ndagutia ya mbere ya mwathani kwa ya kiugo yaku na tondu we Ngai wa matini wo igura gakorosha ndo kunegera maigwe andu aya mahe matu aya maigwa ohoro waku nigera ohoro mawigwa mawunyitwe kwa kumateithia ahoya wega waku ya mbere iwi Ngai mutugini ne Jehova Ngai na rona Yesu Kristo mwathani witu mwana ya roho. Bwana apewe sifa. Mwenye wa Mungu ndio atwali ngoro watiriri. Siku ya leo nataka tunaenda hivi. No wote unaweza kulia aliyekimali ndio.
mahali wengine walishindwa. No wote Unaweza hali ashike maremi mahali pengine wengine walishindwa. yani kubatiriri you can succeed Ni kusema hivi, unaweza kushinda whether others failed. hata kama wengine walishindwa. Yani no wote hali ashike maremi Unaweza kushinda mahali wengine walishindwa. no kinye hali ashike maremi wote. Unaweza fika mahali wengine walishindwa kufika. Nikige gutuma ohote kana ukinye. Ni nini itafanya uweze wewe? Kioka gaire gututari. Neno la Mungu litatueleza. Tondu kigoke gaire kiokotheri wa makinya maitu. Kwa sababu neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Nikio gitutheragira. Hiyo ndio ambayo inatuangazia. Nikio gitutaraga. Ndio inatuelekeza. Tuinaga roho ko yatiriri. Tunaimba wimbo tunasema, buku ya gaire theru. Kitabu cha Mungu ni kitakatifu. Tondu ende ilagia guthika. Kwa sababu inanisaidia kuwa mwenye haki. Ndio kirori giakwa. Ndio kioo changu Ili akujie rugendo. wakati naenda katika safari. Kwino ndio etaraga. Hiki kitabu ndicho kinachonielekeza Nini yaga? mahali nitakuwa naenda. Kwino ndio inonagiriria. Hiki kitabu ndicho kitakuwa kinanionyesha Kristo ahonokirie. vile Yesu Kristo aliniokoa, Ni tondu akonyeta. ili kwa sababu alinipenda. Kigoke gaire kio gitutaraga. Neno la Mungu ndilo linatushauri. Kigoke gaire kio gituwegagia. Neno la Mungu ndilo linatupea hekima. Turare no kimu tuwatuika ndugoge. Tunapewa hili neno, tunakuwa watu wenye hekima. Kigoke gaire kio gitumagiriria. Neno la Mungu ndilo linatutia nguvu. Ndio tuli tunehinja tukagia na hinya. Wakati tumepoteza nguvu, tunapata nguvu tena. Kigoke gaire kio gitumagiriria. Neno la Mungu linatutia nguvu Tondu agukihoka. kwa sababu ya kuliamini Na kuroka mwendekio. na kumtumainia mwenye hilo neno. Ili tuhotaga. Na sisi tunawezeshwa Wikama undu mothe. kutenda mambo yote Tondu wa ule utuhotithagia. kwa sababu ya yule ambaye anatuwezesha. Abo mosungwa na. Bwana apewe sifa. Amen. No hote gukinya. Wewe unaweza kufika Hari ari akimaremi. mahali wengine walishindwa. Ne gukinya. Ni kwa kufika. Iyo ndio thini. Hiyo ndiyo mada ya siku ya leo. Twathoma kiruka gaire iwe kurudia Samuel. Tumesoma neno la Mungu katika kitabu cha Samueli, Na ndio horo utowe muno. na ni neno ambalo tunalijua sana. Ulia tutija tukehunjagia na tukehunjagia. Huwa tunahubiri sana na tunahubiriwa. Wa mundu gwetwo Goliatho. Wa mtu ambaye alikuwa anaitwa Goliathi, Na mundu gwetwo Daudi. na mtu ambaye alikuwa anaitwa Daudi, Na Saul na Israeli. na Sauli na wana wa Israeli. But I believe those are the characters Kwa sababu- in that topic. Hao ndio watu ambao walikuwa wamehusika katika hilo neno. Goliath, Daudi, and Saul na Waisraeli. Ilikuwa ni Goliathi, Daudi, wana wa Israeli, Wafilisti na hata Daudi. Tutinadoma tondu wa ihinda, but it is very ni wega kwa wewe tuthomera riri tondu ni hega muno tukiendia nao. Samuel thomera kamwari ya 16 Pale Samueli, twajire 17 no thomera 16 twajiriria. naye yule Mfilisti ukaribia asubuhi na jioni, akajitokeza siku 40. Ndipo Yese niendelee. Hiyo tena. Yeah. Naye yule Mfilisti ukaribia asubuhi na jioni, akijitokeza siku 40. Ndege thome na Gikuyu. Wacha asome. Nake Mũfilisti ũcio akinina matukũ 40 o athekagĩrĩra harĩ Aisiraeli o mũthenya rũcinĩ na hwaĩ-inĩ nĩguo eyonagie. Naye yule Mfilisti alikuwa anajitokeza kwa siku 40, akijitokeza kwa wana wa Israeli ndiposa ajionyeshane kwao. Heja bemwe yaita Mũfilisti wetagwo Goliathi. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa shujaa wa vita, alikuwa anaitwa Goliathi. Warinda baita na watũrĩte anyarirĩte andũ aingĩ arĩa othe mathiaga na kũrũa nao. Alikuwa shujaa sana na alikuwa na watesa wengi ambao walikuwa wanatokelezea kupigana vita naye. Ona Israeli itarĩa yatokorerio nĩ Ngai na rĩahotanagĩrwo nĩ Ngai. Hata wana wa Israeli ambao walikuwa wanaongozwa na Mungu na wanashindaniwa na Mungu, Nĩ makoretwo atĩ nĩ ihinda rĩakinyĩte magakorwo matigana kũhota gwĩtiria harĩ njamba ĩno gwĩtagwo Goliathi. ilifika wakati hata wakashindwa kustahimili mbele zake Goliathi. Tondũ maandĩko moigaga arĩ njamba yarĩ na hinya mũno. Kwa sababu maandiko inasema alikuwa kijana mwenye nguvu sana. Yarĩ njamba yarĩ na ngumo na hotete bara nyingĩ na akanina andũ makiri na makiri. Alikuwa ni shujaa ambaye alikuwa ameshinda vita na akaua watu maelfu kwa elfu. Nĩagĩtigĩrĩtwo nĩ ndũrĩrĩ nyingĩ iria ciothe mathiaga kũrũa na andũ acio a Afilisti. Kwa hivyo basi alikuwa ameogopwa na watu wengi ambao walikuwa wamekuja vita na wao. O nginya Aisiraeli andũ arĩa a Ngai arĩa Ngai atongoragia magatigĩra mũndũ gwĩtwo Goliathi. Hata wana wa Israeli ambao walikuwa wameongozwa na Mungu na wanashindaniwa na Mungu pia walikuwa wamemuogopa. Na maandĩko haikomeria tomoiga atĩrĩrĩ. Na maandiko katika mstari wa 16 yamesema, Ninawajaga harĩ mĩaka 40
mĩrongo 4 kwa miaka ama kwa siku 40 atĩ Goliath agoka kĩng'ang'a-inĩ akeonania mbere ya ita rĩa Isiraeli. Goliathi alikuwa anajitokelezea mbele ya wanajeshi wa Israeli rũcinĩ na hwaĩ-inĩ, asubuhi na jioni, miaka 40 kwa siku 40, 40 good years, 40 good days. Agoonanagia harĩ Israeli na ũhinya wake na ũnene wake. Alikuwa anajioneshana kwa wana Israeli kwa nguvu zake. Na nĩ tondũ ũrĩa onete ndakoraga andũ ngiri nyingĩ na ndũrĩrĩ nyingĩ, Na kwa vile alikuwa ameua watu maelfu mingi, gũtirĩ mũndũ ũngĩatatire kũng'ethera Goliath. hakuna mtu ambaye alikuwa na ushujaa ya kuweza kupigana naye, Tondũ yarĩ njamba nene, kwa sababu alikuwa mtu mwenye kimo kikubwa. na he kĩndũ harĩenda wĩiguithĩke wega. Na kuna kitu nataka usikize siku ya leo. Matukũ mĩaka 40 Kwa siku 40 Goliath oka rũcinĩ, Goliathi alikuwa anaamka asubuhi and the evening, na kamwana karĩa kanini gegwĩtwo Daudi. naye yule kijana mdogo sana alikuwa anaitwa Daudi, Tondũ gakoragwo rũcinĩ gakĩrĩithia ng'ondu cia ithare, kwa sababu alikuwa malishoni akilisha wanakondoo wa baba yake. na hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli mathiĩte ita-rĩ, Na wakati Israeli wameenda vitani, na ariũ a Jese nĩmathiĩte no ita-inĩ atatũ-rĩ, na hata wana wa Yese watatu walikuwa wameenda katika vile vita, ithe akĩra mũrũwe ũrĩa warithagia Daudi atĩrĩrĩ, babake akamwambia Daudi hivi, tondũ nĩũkũmenya ariũ a thoguo me ita-inĩ hamwe na Saũlũ na ita rĩngĩ rĩa Isiraeli, kwa sababu unajua kwamba ndugu zako wako katika vita pamoja na Sauli. rĩu ĩtĩkĩra woe irio na wĩtĩke woe irio nĩgetha ũtwarĩre ariũ a thoguo Sasa kubali uchukue chakula uende ukawapelekea ndugu zako kũrĩa ita-inĩ, pale kwenye vita, nĩgetha matikae gũkĩũrwo nĩ hinya. ili wasipoteze nguvu. Kamwana gegwĩtwo Daudi gagĩkiuma rũũru-inĩ, Naye kijana yule mdogo akatoka malishoni, ndathoma maandĩko maranja atĩ gakiuma kũu gagĩtigĩra mũndũ wakorora gatũũri. maandiko inasema akatoka akaacha mchungaji ama mlinda wale kondoo awaangalie, Tondũ nĩaheo another responsibility ya gũthiĩ gũteithia nĩgetha atwarĩre ariũ a ithe na ita rĩrĩa mebara-inĩ amatwarĩre irio-rĩ, kwa sababu amepewa jukumu ya kwenda kuangalia ndugu zake ambao wako katika vita. agĩtiga acaria mũndũ wa kũroraga tũũri. Akaacha mtu mwingine wa kuangalia wale wanakondoo. Haha hena kĩndũ ndĩrenda ũnyite. Hapa kuna kitu nataka ushike. Ũyũ nĩ mũrĩithi mũũgĩ, Huyu ni mtu ambaye anajua kulisha, na nĩ mũndũ wĩ responsible. na ni mtu ambaye anachukua majukumu yake Mũndũ vizuri. responsible. Ni mtu ambaye anazingatia majukumu yake. Mũndũ ũrĩa atungatagĩra na harĩa atungataga Mahali ambapo anatumika nĩ arĩ kĩharĩro kĩohoro. anajua kupaangalia vizuri. Daudi ndaumagania atĩ tondũ nĩ baba wa njatha ndirĩ na bata wa kwenda kũmenya nĩ ũkũrora mbũri. Daudi hakusema kwa sababu baba yangu ndiye amenituma sasa kujua wale kondoo wataangaliwa na nani. Nĩndĩithagia mbũri na rĩu njĩra thingatwarĩre ariũ a baba irio. Si anajua anaangalia wale kondoo na sasa yeye amenituma. Mtu wa kulisha kondoo. Na kenera wale ndio kule ako ni. No ũthiĩ ũthome hau tondũ tũtingĩthoma tondũ wa time. Lakini kwa sababu hatuwezi soma kwa sababu ya wakati, wende uangalie. Daudi agĩtiga acaria mũndũ wa kũrĩithagia tũũri tũingĩ. Daudi akamtafuta mtu wa kumsimamia kuangalia wale agĩcoka akĩoya ikinya agĩthiĩ mbara-inĩ agatwarĩre ariũ a ithe wao. na tena akachukua hatua ya kwenda kuwapelekea ndugu zake chakula. Na hĩndĩ ĩrĩa akinyire kũrĩa werũ-inĩ kana ita-inĩ, Na wakati alifika pale katika vita, Daudi agĩkora no hĩndĩ. Daudi akapata ni wakati Hĩndĩ ĩrĩa Goliath ũkoragwo arũgamĩte akĩonania na akĩnyũrũria na akĩrumana. ni wakati Daudi ama Goliathi alikuwa amesimama sasa akidhihaki wana wa Israeli ama majeshi ya Israeli. Kama kawaida. Kama otoria amenyerete. Ni oria amenyerete. Daudi agĩkora otoria Goliath amenyerete mũtugo wa kũrumaga na kũnyũrũria mũtwe wa Israeli, agĩkora nĩ mũndũ arũgamĩte akĩrumaga na akĩrumanyũragia. Vile Goliathi alikuwa amezoea kusimama na kudhihaki wana wa Israeli, jeshi la Israeli, akakuwa amesimama kwa ule wakati Daudi akifika. Tuinaga atĩrĩrĩ. Tunaimba hivi. Daudi atwaye iliomba ili akiwa Goliath aruma maguta matheru mothamaki akiwale kwa karowe na njambe wakirumo ingĩetĩkĩria akĩũraga njambe magĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo ijamba iria ikahota thĩ thamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Bwana apewe sifa. Daudi rĩrĩa twarĩrĩirie irio
irio Wakati Daudi alipopelekea ndugu zake chakula, agikora no hindi Goliath akapata ni wakati Goliathi arumamite tamutugo amesimama kama kawaida yake, akiruma Israeli, akiwadhihaki wanajeshi wa Israeli, ona akiruma Ngai wao, hata akimtusi na kumlaani Mungu wao. Hallelujah. Bwana pesi. Mwathani arogocwo. Amen. Na maandiko ndio tunaomba, haya tunaomba tuiwa tereri. Na maandiko tumesoma tukasikia, Daudi akiwa shugo hiyo. Daudi akasikia yale maneno. Can somebody say akigwa? Hebu mtu aseme akasikia. Akigwa. Akasikia. Akigwa. Akasikia. 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 Akigwa. Akasikia. Akigwa ke? Akasikia nini? Elija. Haya maneno. Maliko. Hapo mwaka. Akasikia hayo maneno. Daudi akigwa. Daudi akasikia. Ni wewe kama mundu wake ikoge na gutukulia kuigwa. Ni vizuri mtu wa Mungu kuwa na sikio la kusikia. Shida ya hizi shida zote tuko nazo ni kwa sababu hatuna masikio. Watu hawana macho. Watu walikuwa na macho pengine yalipotea. Ni vizuri kukuwa na sikio la kusikia matendo ya Mungu. Ni vizuri mtu wa Mungu kukuwa na jicho la kuona maovu. Kwa sababu wakati jicho ama lisikio litakosekana, ndio utajipata ukiingia katika shida bila kujua. Kwa sababu jicho linalosikia hakuna. Sikio ambalo linalisikia. Ni vizuri mtu wa Mungu kuwa na sikio linalosikia. Daudi akasikia. Goliathi akiruma Israeli na makata mabutabada majo. Goliathi akitusi wana wa Israeli na jeshi la Israeli na Mungu wao. Akitoka akaigwa tereri. Alafu akasikia tena. Ati mudhamaki yete tereri. Ati ya kwamba mfalme amesema hivi. Mundu ule ukahota kuona mundu utonia tunyalilite muno. Yule mtu ambaye ataweza kumwangamiza huyu Goliathi. Nino demuhe utokoa munene muno. Mimi kama mfalme nitampa utajiri mwingi sana. Na demuhe mwali wako. Na hata nimpe binti yangu. Na nyumba yao hele oro wako ya yote. Na nyumba yake yote iondolewe kulipa tax. Na wakati Daudi alisikia hayo maneno ya kineno, akakaribia akauliza, nimesikia mfalme amesema nini? Na usisahau ni kijana mdogo sana. Ati mfalme anasema nini? Mfalme anasema hivi, yule ambaye atamuua huyu Goliathi. Hivyo venye umesikia ni hivyo. Atapewa utajiri, apewe binti, na nyumba yao yote haitatozwa ushuru tena. Daudi akasema hivi, si ni mimi? Si mimi niko? Si niko nifanye hivyo? Hallelujah. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema hivi ukienda kusoma. His older brother was not far. Yule kijana wao ama ndugu yake mkubwa hakuwa mbali. Hakuwa mbali. Akasikia. Na akimwona ukiolia akamwona na kale kahinga. Na akasikia hiyo sauti ya ndugu yake yule mdogo. Kama ilika babuli. Yule mlinzi ama mchungaji wa kondoo. Akikuilia tondoni kudhurukio kama makienda kwa mwenye nilimo mbabo tare wakaboni. Anasikia kweli ile sauti ni ya ndugu yake. Maandiko yanasema alipokuja akiwa amekasirika sana. Sijui kama unasikia ile watu wanasema umekasirika nini mtu wa Mungu. Watu waache kugawa shamba. Tuamke. Toka tu dirwaje mwingine itoka. Baba ya roho. Amen. 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 Ndio ni mkuu ya jamii kama mwambia. Najua sasa ni wazazi na mwezi vijana kuka mmenyana nyoro kumwambia. Amen. Amen. Hedi etakwajia ndiye aliyamwamuru wao. Eliabu ndugu yake Daudi ageuka aibite kuiba. Akakuja amekasirika sana. Akimulia weli. Akimulia Mungu nikiuleka na nini? Tulitwa hapo utigende nikigo wewe wako na mwete utakwenda kuona ndani yako. Wewe sasa unafanya nini hapo? Umeacha kondoo za babako kwa nini? Na wewe tunakujua majivuno yako na kujisifu kwako. Nani hapo? Ndio robote nini? Ile atemendie kwa na jabeo akibu. Na ndiposa nimeimba hivi wakati alisema atapigana na yule Goliathi,
akatusiwa na akiangalia kugilio na akakaa ni kama atazuiwa, tondorere kwa sababu ulia gatanika boire vile alikuwa anaonekana kaikarete takatagia hota kalikuwa kanaonekana ni kama kamtu ambako hakawezi ipigana na Goliathi, akerumo akatusiwa, lakini akasisitiza ya kwamba no akiugaterere nini kurwa mimi nitapigana. mudhamaki agitwani uhoro haya akamwona karibu Mfalme akaenda akamwambia hapo kuna kijana Sauli akasema aletwe. akibia kiulio ationa Akaulizwa unasema nini? ubwo ni bodaiga agishoka ndio akibaterere Akasema hivi, niki yeye kutomadwa na mundu uyu mimi kile kitafanya nipigane na huyu mtu umakije ndio akamwambia ina akambaga na kidogo yake yule ambaye amekuwa akilihaki watu wa Mungu kwa siku 40. Ni kwa sababu hivi wakati niko pale malishoni nikilisha wanakondoa babangu, ile simba huwa anakuja, unashika mwanakondoo, unaushika, ninaua yule simba. Akitestify na udoma lebeka kwa mali ndio ile uza nao akimta uya kutoka ati niolanyete Mungu akatoa ushuhuda ya kwamba yeye amekuwa na sasa yule kijana ambaye alikuwa anaonekana mdogo sana akimta uya wate kana ora Mungu akatoa ushuhuda ya kwamba amewahi kumuua simba na ile maana kumakana na wakati walikuwa anashtuka kushtuka akasema na sio hivyo tu, sio hivyo tu, kuna mnyama anaitwa duba na kikundi. Sauli anaambia Sauli kuna huyu mnyama anaitwa duba, akishika yule mwanakondoo pia namshika, ninaiua. Kwa hivyo wakati nasema nitapigana na huyu kijana, mimi najua vile ninavyomaanisha. Ninasema hivi na najua vile namaanisha, kwa sababu yule Mungu ambaye ananisaidia nikimuua simba, yule Mungu ambaye niko naye nikimuua yule duba, ni yeye Mungu tu niko naye. Kwa hivyo nitambua huyu kijana ambaye hajatahiri. Bwana apewe sifa. Wakati mfalme alisikia hivyo, maandiko inasema watu wengi walikuwa na tashwishi. Nigenda hane na kiona yeta mundu gukoreka ahudumu ya mudhamaki ile ikiletwa igarashio be na ili atayarishwe akae kama mwanajeshi, alivalishwa mavazi ya wanajeshi. Ona akaikolia ndio kama kali mundu waita na kile oro hiyo wa mudhamaki na ke ili ndio akienda kupigana na Goliathi akae kana kwamba yeye ni mwanavita. But the Bible says, lakini maandiko inasema hivi, wakati alivishwa ile nguo mavazi ya wanajeshi wasiuwe, kwa sababu ilikuwa manguo ya chuma, ilikuwa nguo yenye uzito, na kwa sababu Sauli alikuwa mtu mwenye kimo kikubwa na alikuwa mdogo, alipovalishwa lile vazi ikakuwa ni nzito sana kwake, akashindwa hata kutembea. Lakini Daudi akasema hivi, akasema hivi, I am not used of this. Mimi sijazoea mavazi kama haya. I am not used of this. Mimi sijazoea hali kama hii. Mimi sijazoea hivi. Maandiko ya Mungu yanasema hivi, akachukua ile silaha yake na ule mfuko wake na mara yake, kwa sababu ile ni silaha aliyokuwa anatumia kuchuma kondoo baba yake. Akasema mimi sijazoea hizi. Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Daudi tunajua kwamba alienda vitani na akapigana na ule Mfilisti. Na maandiko inasema wakati alisimama mbele ya Goliathi, Goliathi akamuuliza, wewe umekuja kupigana na mimi? Umekuja kupigana na mimi kwa nguvu zako na kwa mikuki yako, lakini mimi nimekuja kupigana na wewe nimekuwa nimejivisha nguvu na jina la Mungu ambaye umekuwa ukimdhihaki. Hivyo basi ni kusema hivi, Daudi akatoa mavazi ambayo yalikuwa yametengenezwa kwa hekima ya binadamu, akaziweka chini,
nawe ya kwamba mimi nimekuja kupigana na wewe, na na sasa nimejivika nguo ambayo inaitwa jina la Mungu ambaye ni mwenye nguvu na uwezo wa vita, yule ambaye umedhihaki na ukamlaani, yule ndiye ambaye nimejivika. Bwana apewe sifa. Daudi tunaimba wimbo unasema hivi, na muimbishe ana akaoke ali wetu ni Yesu wewe batimo nako imota kwa kidie oke wake kwa eumaina imotware twore indina boka anake okera oye italia idie noido amorena automesa e abai oiti ora Ini mono akaida mwenyewe kwa ile aina akiona ana kama geita ile mwimbaji ambaye aliimba akaona vijana wakienda kwenye vita, akaibua toto oni ile ndio ya mehubete na ile meza geta na madagada Israeli ya mehubete, akaona vile vitu ambavyo wamejivika ambavyo vilikuwa tu vya kupamba, akiona hizo itike mataje na niko mahoti, akaona vile vitu havitawasaidia na vitafanya washindi, akikemana ile mundo nikaza magena adili yako tata kemana wabila mtendo sio, akawasihi sana akamwambia tafadhali ondoeni hivyo vitu. Elija anakama kama vile mea ule wale vijana wakaambiwa kwanza mwende mvue, ndio hicho mea upete tatizo hivyo tomama ndiye mahota, hivyo vitu ambavyo wamevaa walikuwa nafikiria ndivyo vitawasaidia kushinda. Hizo bado kama ubeke wakimaliza kutoa vile waweza kuvaa vingine, kwa sababu hawezi enda vitani kama huna vitu vya vita. Wakaambiwa watoe, wakimaliza kutoa alafu wavae vile ambavyo vimeundwa kwa nguvu na hekima ya Mungu, vikiwa na uwezo wa Mungu, kwa sababu wale ambao wanapigana na hivyo huwa hawashindi. Bwana apewe sifa. Amen. Daudi akamwambia Goliath, toka kurwa nawe, nimekuja kupigana na wewe. Nikubali nimevaa jina la Mungu mwenye nguvu, yule ambaye umemdhihaki. Tunajua kwamba vizuri Daudi aliweza kumuua yule Goliath, na Mungu wake akatukuzwa, na Wanaisraeli wote wakalisifu jina la Mungu, na kudhihakiwa kule ambao walikuwa wamedhihakiwa, na kwa kupitia kijana ambaye alikuwa mdogo sana ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Kulikuwa na wanajeshi ambao walikuwa wakubwa sana na walikuwa wameshindwa na huyu Goliath. Hata vile Daudi alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba hawezi. Hata Sauli anaambia Daudi hivi, huyu ni shujaa ambaye ashaipigana na akaua watu wengi sana, lakini wewe ni kijana mdogo, ameua wengi, ameua shujaa. Kama hajaishindwa wewe utamwona, na wewe hata ukiangaliwa wewe hauonekani, hata kwa kimo cha mwili haupatikani. Lakini Daudi akasema nitaweza, kwa sababu ninamalizia nini iliweza kufanya Daudi akaweza kuwa ataweza mahali wengine walishindwa.
bana mali na ina oge no hoti mali ni wewe. Mahali wengine ambao walikuwa na nguvu na uwezo wakashindwa, nini lilifanya Daudi aweze? Ni kwa sababu ya mambo matatu. Na odoabele ndio todo akikokwate ati Daudi ni amenyete kuyoka akani. Jambo la kwanza ni kwa sababu Daudi alikuwa amejua siri ya kumtumainia Mungu. Daudi amenyete uhoro wake wa kuria abatie kuroria na gutiria maitho make. Daudi alikuwa ashajua ya kwamba anafaa kumwangalia Mungu peke yake. Na hata nikutubali wewe kula Daudi makaugatele. Na kuna andiko tunasoma katika Zaburi. Akigatele Daudi akasema hivi. Nego tira maitho makodora ile maile. Nitangaza macho yangu kwenye milima. Kwa sababu msaada wangu hautoki pale. Huwa unatoka kwake Mungu. Kile ambacho kilisaidia Daudi akaweza kushinda mahali wengine walikuwa wameshindwa. Ni kwa sababu Daudi alikuwa amejua mahali ambapo anafaa kuangazia shida zake. Kile kimefanya wengi wakashindwa. Kile kimefanya ndugu na dada yangu kashindwa na kushindwa na Mungu. Ni kwa sababu wakati ulipatwa na shida, badala uangazie macho yako kwa Mungu ambaye alikuita, uliangalia kwenye mzazi, ukaangalia rafiki yako ambaye mnasaidiana, akaweza kukuangusha. Ukiangalia macho yako ukatazama wazee wa kanisa, ukakosa msaada. Ukaangalia wale watu ambao mnasaidiana, ukakosa msaada, ukaishiwa na nguvu. No Daudi. Lakini Daudi ni amenyete alijua siri. Kulia maito makeno tindo wakauma. Waka mahali ambapo anatoa nguvu zake. Hivyo wakati shida ilipokuwa inakuja, wakati shida ya Goliathi ilipokuja ya kulaani mafuta ya Mungu, alijua msaada wake utatoka kwake Mungu. Ukisoma Samueli wa kwanza, wewe ambaye unaandika, Samueli wa kwanza mlango wa 30 mstari wa 6. Maandiko inasema ya wakati Samueli Sauli walienda katika vita wakapata jiji lao limechomwa. Daudi walipokuwa wameenda vita pamoja na jeshi lake. Hindi ya Daudi mali bara ile hamwa na itali yake maikora nebo shine. Kule Sikilagi. Pale Sikilagi. Na wote waliokuwa pamoja wakaamua kwa uamuzi mmoja kwamba Daudi ndiye amesababisha na wakaamua wamuue. Na ole makiuga Daudi ndiye utumite huko wito gushiro na makigani makomora. Lakini neno linasema ya kwamba no kione kiwa gaterere. Walipoamua wamuue. Hindi ya matwire ni makomora. Maandiko yanasema ya kwamba maandiko mawaga aterere ati Daudi kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu. Tondo Daudi ni atukita wa kumwihoka Ngai. Kikokere jawe yake kinekera wakiwa ati nowe Daudi wati mora bodo wendena. Naye Daudi wakati walisema watamua kwa sababu yeye ndio shida. Idanyali ya konegania Ngai na konegania ndo. Na wakati walikuwa tu wanaongea vile wanasema, instead ya kuwapigia kelele na kuwarudia marafiki zake, hakuma negania na konegania Ngai. Yeye neno inasema, maandiko inasema alijitia nguvu. Niye kirira hinya. Kwa sababu alimtumainia Mungu. Ni tondo niye hokete Ngai. Hallelujah. Amen. Yani kile hatomile hata kuyombelea. Kile ambacho kilifanya akaweza kupata nguvu. Ndivyo sio asili urogi na wale wenzena. Katika ile hali ya kusemekana atauawa. Ni tondo niye hokete Ngai. Ni kwa sababu alikuwa amemtumainia Mungu. Bwana apewe sifa. Ndugu na dada, hali ya kumtumainia Mungu. Ndio hata ndiye Daudi hatameka na hata kutulia wale mete Asia. Ndio ili msaidia kufanya vile wengine walikuwa wameshindwa. Toto wake. Jambo la pili. Modo wetu Daudi. Yule ambaye anaitwa Daudi ni ahotire gudhi iguru ya kinururi. Alienda juu ya ile dhihaki. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Can somebody say amen? Mtu aseme amina. Can somebody say amen? Mtu aseme amina. Can somebody say amen? Na mtu aseme amina. Amen. Amen. Ndio katuni kio Mungu baba. Nasikia hivyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hidire Daudi aliyoliyo. Wakati Daudi alidhihakiwa na Daudi ndugu yake Eliabu, mali mmoja bado
akirumo. Maandiko inasema alitusiwa. Akirochuo ya kurumo na kunurio na kwa na kukuonijo ndio ndo hao. Akaambiwa maneno ya kumdhihaki na ya kumuonyesha hawezi. Instead yaga ulikuwa roho umundine. Lakini badala ya kuweka ile maneno kwa roho yake imalize nguvu. Haleluya. Bwana pesi. Ya wapi ya kwa bara na kujigoro ya kinori. Aliweza kuinua moyo wake juu ya yale matusi. Haleluya. Amen. Wakati alitusiwa hakuanza kutokwa ama kusikiza na kushindwa kulala. Hata hakupata ule wakati atialia huzunike, hapana, hakupata. Aliweza kupaa juu ya zile dhihaka. Haleluya. Amen. 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 Na nikiweza ile jambo wakaendelea ndio watu ndio hata ndio ndio kono ndio hana na ndio kile na ndio hata. Na ndiposa unaweza saidika wewe mtu wa Mungu wakati unaonekana hauwezi na ukadhihakiwa. Ndio hata kukaiolia kinyo ndio hata ukawa unataka. Wakati ambapo utaweza kutosikiza zile dhihaka na moyo wako ukakosa kuhuzunika. Na ukakosa kujipia wakati wa kushinda kutafakari yale matusi. Unaweza kufanya yale mambo ambayo Daudi aliweza kufanya yale mambo kwa sababu alipaa juu ya zile dhihaka. Ni mara ngapi umeacha kutenda vile ulikuwa utende kwa sababu umesikia dhihaka? Isifanyike hivyo. Wewe paa juu ya zile dhihaka. Ukidhihakiwa ndio upungue, wewe unajiinua juu, unaweza kushinda. Na ndiposa lile neno linasema nitakuwa na uwezo wa kutenda yote kupitia kwa yule ambaye ananitia nguvu. Na ni yeye Kristo. Bwana apewe sifa. Jambo la tatu la mwisho. Kile kilichosaidia Daudi kuweza kushinda na kufika mahali wengine hata wakiwa shujaa hawakufika. Ni kwa sababu ya ushuhuda ya mdomo wake. Na nimekuambia hapo mbeleni. Bwana apewe sifa. Wakati alisema ama alionyeshwa naye ni mdogo sana. Alinena ushuhuda ya vile Mungu amemtendea ama amemuinua. Kwa sababu inasema ya kwamba mitume walishinda kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo na kutumia ushuhuda wa vinywa vyao. Waliweza kushinda. Mitume waliweza kushinda. Daudi akaweza kusema mbele ya mfalme na wanajeshi wa Israeli, mimi ninaweza kwa sababu mimi ni mshuhuda. Mimi ni mshuhuda ya vile ambavyo nimetenda kutupitia nguvu na uwezo wa Mungu. Haleluya. Amen. Yeye ushuhuda wake. Ushuhuda wa mdomo wake. Yule ambaye alitoa kwa kinywa chake. Awe kilia hata mfalme au na mwadhamaki. Haleluya. Amen. Hata wakuu. Onalia nene. Bwana Yesu apewe sifa. Akaweza kufika. Akaweza kufika mahali wengine akikinya. Akaweza kufanya venye wengine walikuwa wameshindwa kufanya. Yule mtu wa Mungu. Haleluya. Amen. Kuna nguvu imewekwa ndani yetu na yule ambaye alituita. Kwa sababu wakati alituita akatuosha na akatuteua, aliweza kututuma akatuambia twende katika nchi zote, twende tukahubirie wote, na ndio wenye wataamini waokolewe na wakombolewe. Na zaidi ya hivyo akatuambia ya kwamba ametupia nguvu na mamlaka ya kuweza kutoa mapepo, ya kuweza kuponya watu magonjwa, na hata kufungua watu watolewe katika
magio. ili jina la Yesu liweze kutukuzwa, kwa sababu tumepewa nguvu na mamlaka. Mtu wa Mungu, unaweza. Daudi hata aliweza mambo matatu. Aliweza kumtumainia Mungu. Alijua mahali pa kuelekeza shida zake. Aliweza kupaa juu ya dhihaka. Na zaidi ushuhuda mdomo wake. Wakati mwingine vile tunavyoongea kwa midomo yetu inafanya tudunishe. Mtu wa Mungu, jifunze kusema unaweza. Usijitoshanishe na mtu yoyote, bali wewe sema utaweza. Amen. Bwana apewe sifa. Unaweza. Unaweza pita mahali wengine walishindwa kupita. Daudi aliweza kwa yale mambo matatu. Bwana apewe sifa. Bwana wabariki sana. Bwana apewe sifa.